hakikisheni basi mnahamia kwenye kufuga mbwa wa kisasa zaidi. Hakikisheni basi mnahamia kwenye kufuga mbwa wa kisasa zaidi. Sawa, kama unapata changamoto ya kumpata huyo mbwa wa kisasa zaidi, wasiliana na sisi. Alafu sasa sisi tutakupa njia au mbinu sasa za kupata mbwa mzuri zaidi. Sawa, sisi tunawapendeni nyinyi nyote wafuga mbwa. Yaani wafuga mbwa kwa pamoja huwa ni marafiki. Sawa? Na ndio maana leo tukawaiteni wote kwa pamoja, tukafanya matembezi ya pamoja. Yote hayo ni kwa sababu sisi tunawakubali nyinyi, mna mchango mkubwa kwetu. Sawa? Yaani wewe raia ukifuga mbwa nyumbani kwako unalisaidia pia jeshi la polisi. Sawa, unalisaidia pia jeshi la polisi kupunguza uhalifu mitaani. Sasa hivi kuna tabia ya vibaka wengi wanaruka ukuta. Kama mji wako huna mbwa, anaruka ukuta alafu wanaiba kuku. Juzi hapa tulikamata mmoja kwa kutumia mbwa. Juzi tulikamata mmoja alikuja kuiba kuku. Tukatumia mbwa wetu wa unusaji, akatuelekeza huyo mtu aliyeiba hao kuku alielekea wapi na tukampata. Kwa hiyo sasa wewe ukifuga mbwa nyumbani, automatically unalisaidia jeshi la polisi kupunguza huo wizi mitaani wa vibaka. Sawa jamani? Hakikisha mbwa wako unachoma chanjo ya kichaa cha mbwa. Kuna baadhi yenu mnafuga mbwa ila mbwa wenu hamfugi kwenye uzio. Sasa kama chanjo hiyo ya kichaa cha mbwa, mbwa wako siku atakuwa na kichaa cha mbwa, alafu ataenda kumng'ata jirani yako. Alafu sisi akimng'ata jirani yako tutakushtaki kwa uzembe, sawa, wa kutokuwa makini na ufugaji wa mbwa wako. Kwa hiyo hakikisha mbwa wenu wanachomwa hiyo chanjo ya kichaa cha mbwa, hakikisha unachoma parvovirus, sawa? Mmenielewa? Dalili nyinyi nyote si mnajua dalili za kichaa cha mbwa kwa mbwa? Mnazifahamu? Mbwa anabadilika tabia. Kama alikuwa mpole, anakuwa machachari. Kama alikuwa machachari, anakuwa mpole. Alafu anapenda kung'ata viatu, umeacha anang'ata, anapenda kurarua, akiona mtu anamkimbiza, anatoka na maudenda. Ujue hizo dalili mbwa wako tayari ana kichaa cha mbwa. Kwa hiyo chanjo nayo ya kichaa cha mbwa ina umuhimu wake. Sawa jamani? Sisi sote ni wafuga mbwa kwa pamoja. Hebu basi tufuate taratibu zile za ufugaji wa mbwa. Kwa majina anaitwa H8920 Sergeant Victor, in charge wa kikosi cha mbwa na farasi mkoa wa Mara. Leo tarehe 18 mwezi wa 4 2026, sisi kama kikosi cha mbwa na farasi mkoa wa Mara tulikuwa tumeandaa program yetu ya kukutana kwa pamoja na wadau wa mbwa, ambapo katika programu hiyo tulifanya matembezi ya pamoja ya mbwa wa polisi na mbwa wa kiraia. Lakini baada ya hapo pia tulitoa huduma ya kuogesha mbwa wa kiraia bure. Lakini pia tulitoa matibabu kwa mbwa hao bure. Lakini pia tulitoa huduma ya chakula bure kupitia kampuni ya Jozira ambao ni wadau wetu, ambao pia tulikuwa tumewaalika katika zoezi hili. Baada ya hapo pia tuliweza kuwaonyesha raia namna gani mbwa wa polisi PD Mona anavyoweza kuidentify harufu ya bangi pamoja na gongo.